Shemfaume, katika kitu ulichonikosea leo umenikosea sana, kwa sababu wewe sio mtu wa kunipa mimi kazi. Napiga simu zangu wakati, kumaanisha kwamba mimi simu zangu hazina maana kwako, ama mimi simu zangu huziokoti kwa sababu mimi naitwa Chidi mzee wa kupiga mani, si ndio? Sawa, lakini tulipaswa kusalimiana kwanza bwana Rashid. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Na pia mimi sio kwamba sipokee simu zako makusudi. Kiukweli na mtihani mzito sana. Yaani hapo unaponiona niko hai. Kiukweli mtoto wangu ameanguka ghafla na anaumwa sana. Na hapo unaponiona mtoto wangu nimemwacha zahanati amelazwa. Kwa hiyo hapa koti bado niko mbio, nimetoka kujaribu kutafuta riziki huko. Hapo kama nitakuta chochote cha kupeleka kwa ajili ya matibabu, lakini bado mambo hayajaenda sawa. Kwa hiyo kiukweli kichwa changu kimekuwa na vitu vingi sana. Mimi niseme kwanza naomba uniwe radhi kwa hilo, na pia naomba utambue kuhusu maradhi ya binti yangu. Mungu amfanyie wepesi. Amina inshallah. Kwa hiyo Shemfaume, mimi ningekuwa na 20,000 ningekupa 2,000. Okay? Sijui mchane tu kweli. Kuna nini tena Sheikh Rashid? Yaani umesikia? Wewe kama kuna kitu chochote umekizungumza au kitu chochote umekiona hakiko sawa, wewe unapaswa kuniambia ili mimi nijue tunaweza kulitatuaje hilo. Alafu unaona unavyochelewa, naona pia kichwa changu kinazidi kwenda lesi. Kama nilivyokuambia, natakiwa niwahi zahanati kwa ajili ya kuendeleza matibabu ya binti yangu. Wewe niambie kuna tatizo gani? Okay? Sawa. Mdogo wako Fatima, mguu kwa mguu, chocho kwa chocho, nimemfuatilia nikambamba na Sheikh Abduli live kubwa kuliko mdogo wako wamemjaza. Kwa sasa hivi anaitwa Boss Kitambi Manager. Ulikuwa ujue? Una maana gani kujaribu kuzungumza hivi? Fatuma ana mimba. Subhanallah. Allah. Assalamu alaikum Sheikh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Hassan. Leta habari. Umguli upo nyumbani kwako. Lengo la kuja nyumbani kwako ni nataka nikupe kongole. Nikupe kongole pia shukrani kwa ulionifanyia, kwa sababu umenisaidia pakubwa sana pasi kujua ama kwa kujua. Kiujumla Shadi alikuwa ananichuna sana. Yaani anachokitaka yeye ndio kipe. Hakujali mwezi mtukufu wa Ramadhani, hakujali tunatakiwa tubadilike, hakujali tunatakiwa tutende mema. Alikuwa anataka kukutana na mimi kila wakati. Achukue pesa mara afanye vitu viovu. Binafsi yangu nilichoka kwa sababu najijua kabisa kwamba hapa ni kumatengenezewa mazingira ya dhambi, na kumkwepa nilikuwa kunashindwa. Nikimkwepa ugomvi. Hivyo zungumzo la kukutana ni kukushukuru kwa hayo yote ulionifanyia ama uliponisaidia hapo. Kwanza kabisa ilikuwa haina haja kunishukuru kiasi hicho. Ila anayepaswa kushukuriwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa maana yeye ndiye ametufanya sisi kufikia hapa kwa sasa, ametufanya sisi tuwe na pumzi ambayo sasa turipi. Kwanza nikupe hongera pia na wewe. Kwa sababu mpaka umefikia hatua hii, manake umekubali kubadilika. Nilijaribu kumrekebisha Shadi. Nenda kamwambie na mwenzio. Kama hatokuelewa, basi unatakiwa unifuate mimi nikupe darasa. Kwa kuwa umekupa darasa na umebadilika, basi ni jambo la kheri sana. Kwa maana hata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi kabisa anasema, Al-Muslim man salima al-muslimuna bil-lisani wa yadi. Muislamu bora ni yule ambaye Waislamu wenzake wanakingika na shari za ulimi wake na mikono yake. Ulimi wako usitumike katika kuongea maneno machafu. Ulimi wako usitumike katika kufanya vitu vibaya. Ulimi wako usitumike katika kugombanisha watu.
na mikono yako pia isitumike katika kupiga watu. Mikono yako isitumike katika kutoa vitu vilivyokuwa sio vya halali. Kwa maana ya hadithi hii, maana yake nilijaribu kutumia ulimi wangu kumuelekeza Bi Shadia, na yeye akajaribu kunielewa, na yeye akaja kukwambia wewe ambaye unatumia mikono yako kutoa kitu ambacho sio cha halali kwa muda ambao sio wa halali pia, kwa sababu pesa yako ile unaitoa kumpa Shadia, yeye alikwenda kuitumia kwa ajili ya iftari, lakini ilikuwa sio sahihi, kwa sababu wewe na yule mnakutana kimapenzi. Maana yake ile pesa unatoa kimapenzi, wakati wewe na yule sio wake na mume. Kwa muda wote ambao mlikuwa mnafanya jambo lile, basi hata funga yenu ilikuwa haihesabiki kwa muda wote, kwa sababu mlikuwa mnafanya vitu ambavyo Mwenyezi Mungu yeye amevikataza. Sasa hilo kwa Mwenyezi Mungu limekuwa kama deni. Kwa siku zote ambazo kwa mkutana na Shadia, basi cha kuzingatia ni kwamba unadaiwa. Somu yako zile siku hazijahesabika. Kwa cha kufanya, baada ya Ramadhani kuisha na baada ya sita kuisha, unatakiwa ulipe. Na deni hilo unatakiwa ulipe kabla ya Ramadhani ijayo kufika, Sheikh Hassan. Sheikh, yani nakosa maneno ya kuzungumza. Kwa sababu ukiangalia mimi sina hela. Yaani na ukweli uko hivyo, sina hela. Unaelewa? Lakini mtu kunigeuza kitega uchumi kwa maslahi yake, napo ilikuwa inanipa wakati mgumu mpaka najikuta tena dhambi ili kufanikisha malengo yake. Lakini umekuwa msaada mkubwa sana na kuniondoa pale ambapo nilipokuwepo. Sasa naona nipo sehemu sahihi. Nashukuru Sheikh. Sawa, wala haina haja ya kunishukuru sana kiasi hicho Sheikh Hassan. Ila kitu cha kuzingatia, kama umekubali kubadilika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi endelea kubadilika hivyo hivyo hata kama mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiisha. Kwa maana wakati huu umekuwa ni mtu mwema, umekuwa mtu mkarimu, umekuwa mtu halimu kabisa kwa Mwenyezi Mungu, basi unabidi uendelee kuwa hivyo hivyo. Maana hata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliulizwa na malaika, ma akthara shay'in yudkhulu an-nasa fil janna, mambo gani yatapeleka watu peponi kwa wingi? Mtume akasema taqwallahi wa hisnul khuluq, kumcha Mwenyezi Mungu na kuwa mtu mwenye matendo yaliyokuwa mazuri, mtu mwenye tabia iliyokuwa nzuri. Maana yake Mwenyezi Mungu anawapenda watu wa design hiyo. Hasa kama umebadilika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, alafu baada ya Ramadhani ukaendelea kukutana na mwanamke wako, ukaendelea kufanya naye zina, basi manake wewe utakuwa sio mtu halimu kwa Mwenyezi Mungu. Sawa Sheikh Hassan? Kwa hiyo unatakiwa uzingatie, kama unajaribu kubadilika kwa wakati huu, basi endelea kuwa hivyo hivyo. Kwa maana Mwenyezi Mungu anapenda tabia za watu waliobadilika. Watu wanaojaribu kufuata yale yote ambayo Mwenyezi Mungu ameamrisha na kuyaacha yale yote ambayo yeye ameyakataza. Lakini pia kuna bwana mmoja anaitwa Rashaju ibn Abdul Qais. Alikutana na Mtume akaambiwa, inna thika khaslatayn yuhibbuhum Allah, hakika yako Rashaju una mambo mawili Mwenyezi Mungu anapenda sana kutoka kwako. Rashaju akauliza, mambo gani ulikuwa nayo ewe Mtume Mwenyezi Mungu? Mtume akamwambia, alhilmu wal ana, upole na unyenyekevu. Sasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, binadamu wa aina yoyote au Muislamu au Muislamu utamkuta na kuwa mpole na anakuwa mnyenyekevu. Sasa kwa kuwa na wewe umekuwa katika hali kama hiyo, basi unatakiwa uendelee kuwa hivyo hivyo, wala usibadilike mpaka mwisho wa dunia, kwa maana Mwenyezi Mungu anapenda kuona vitu kama hivyo kutoka kwa mja wake. Bila kupoteza muda Sheikh Hassan, mimi niko naomba niendelee na safari yangu. Sawa, nashukuru Sheikh wangu. Inshallah. Bogota, nimekuita hapa, nataka nikupe kazi ya kumtongoza Fatuma. Mama, kwa nini nataka mwanao ashiriki dhambi na mwezi mtukufu? Hapana, simaanishi kwamba ashiriki zina. Na imani wewe ni kijana mzuri tu, ukiwa naye wewe atakuwa kwenye mikono salama. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji mtongoze, uwe naye kimahusiano, alimradi tu asiweze kufunga ndoa na Sheikh Abduli.
Kama unataka niingie vitani, unapaswa kuniambia kweli. Usinifiche kitu chochote kile. Mimi nilikuwa nataka umtongoze Fatuma. Sitaki hata Bitausi ajue. Nataka uingie kwenye mahusiano ili jambo lao wanalotaka kulifanya lishindikane. Sawa. Hiyo kazi itakuwa na malipo ya shilingi ngapi? Nitakupa kama 200,000. 200,000 kidogo sana. Mimi nahitaji uniongezee 500,000. Ili niweze kuifanya kazi kwa ufasaha na umakini zaidi. Kama unataka kuniumiza sana. 500,000. 500,000 sina uwezo nayo. 200,000 hapana. Mimi mama, nilikuwa nakuomba leo basi kunipa hata 300,000 ili tuweze kufanya kazi. Sawa. Kwa hiyo bei ulionitajia 300,000 nitakupa. Lakini hakikisha, naomba chonde, naomba iwe siri. Iwe siri baina yangu mimi na yako. Usijue kumwambia mtu yoyote. Hatakiwi kujua Shakduli, hatakiwi kujua Bitausi, wala mtu mwingine yoyote. Ondoa shaka. Nadhani kila kitu kitaenda vizuri. Na pia hilo jambo lako nitalifanikisha kwa wakati. Hatakuwa na shida yoyote ile. Basi sawa, karibu tena. Asante. Kazi itakuwa ngumu. Ukitazama kiukweli ile pesa mimi naitaka. Da. Sema vitu vya kizambi vimekaa kizambi kweli. Ukiangalia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nafanya dhambi. Pamela, imekuwaje uko hapa? Na nilitegemea kabisa sasa hivi utakuwa unahudumia ndoa yako nyumbani. Au mmefahamianaje na hawa pia? Mimi sipo tena kwenye ndoa, nimeachika. Na nipo nyumbani pia. Lakini pia kuhusu hawa ni ndugu zangu mimi. Ndio maana tuko hapa. Ndugu zako? Sasa kama wangelikuwa ni ndugu zako, mbona mnakinzana kati ya wewe na yule bwana? Yaani kila nikiwaona naona kabisa mko mnakinzana. Hao mnawezaje kuwa ndugu alafu amwelewani? Kuhusu hilo usijali, ni mambo tu ya kawaida ya hapa na pale. Tunajua tena na hivi tuna mgonjwa. Samahani daktari. Naweza kumpelekea mwanangu vitu hivi? Ya, hakuna shaka. Unaweza tukumfikishia kwa sababu dawa alizotumia zimemwiki sana. Yaani kadhorota. Kwa hiyo ukimfikishia nadhani anaweza kupata nguvu kidogo. Asante sana. Niko sawa? Fatuma. Halo. Sasa nisikilize kwa makini. Unanisikia? Nisikilize kwa makini. Kaka yako amepanga kutufungisha ndoa ya mkeka. Umenielewa? Sasa njia rahisi ya kusolve hili tatizo ni mimi na wewe kutokuonana tena katika mwezi huu. Tumeelewana? Sasa hapo tatizo liko wapi? Mimi naona hamna tatizo lolote. Kama wamepanga kutuozesha mimi na wewe, hamna shida. Ndio itakuwa nafasi nzuri ya kumlea mtoto wetu tukiwa wote kwa pamoja. Mimi sijaona kama kuna ubaya wowote hapo jamani. Acha ujinga wewe. Acha ujinga, nisikilize mimi ninachokwambia. Ala? Sasa mimi sioni ni kitu gani kinachokufanya wewe upaniki. Kama ameshazungumzia swala la ndoa, ni jambo la heri. Sasa hapo kuna ubaya gani jamani?
Hilo swala halitowezekana na haiwezekani. Sasa nisikilize Feti, yaani usiponisikiliza mimi ninachosema nitakupoteza, nitakupoteza. Usinichukulie mchezo. Ala, sasa utaona. Hii ndoa ya mkeka ni faida kwangu. Salamu alaikum. Alaikum salamu, habari yako? Salama. Vipi hali? Kwema. Heri. Heri tu. Naona una udobi asubuhi. Tupo tunafuafua, si unajua tena nguo za ustazi. Kijumbe, mimi kilichonileta hapa, nina shida. Mjukuu wangu Nilham anaumwa. Kwa hiyo nilikuwa naomba kiasi cha pesa umsaidie kama 300,000. Subhanallah. Anaumwa nini? Nasikia alianguka huko madrasa. Kwa hiyo hali yake sio nzuri. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu 300,000 nipate hata pesa kumpeleka hospitali. Mtihani hapo kwenye 300,000. Hiyo 300,000 mimi sina, ila na hela na mchezo mundani 100,000 tu. Na wiki ijayo mtu anatoka, mtu mwenyewe ni Mama Juma. Sijui hapo tunalifanyaje. Shoga yangu, hiyo 100,000 kama unayo naiomba, nitaanzia hiyo. Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Inshallah. Inshallah. Dada yangu, tafadhali, yani chonde, hii ni hela ya watu ya wiki hii. Kwa hiyo kabla wiki haijaisha huo usharejesha, kwa sababu si unajua mchezo. Wala hata usijali, pesa yako nitairudisha, tena nitairudisha kwa wakati. Asante. Basi Kijumbe, asante. Mimi niondoke nikuache. Mwenyezi Mungu amtilie wepesi mtoto wako. Amina. Inshallah. Farahia, mke wangu, yaani masuala ambayo sasa hivi umejihusisha nayo ni mambo hatari sana kwa Mwenyezi Mungu. Mambo ya mikopo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kama huu hayafai, na sio mwezi wa Ramadhani peke yake, mpaka miezi mingine yote. Mambo ya mikopo tena ambayo imeambatana na mambo ya riba hayafai hata kidogo. Kwa Mwenyezi Mungu hayampendezi hata kuyaona hata kidogo. Kuna adhabu kubwa sana ambayo Mwenyezi Mungu ameiandaa kwa watu wote ambao wanaingia katika mikopo tena mambo ya riba. Adhabu kubwa sana. Sasa upo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na umefunga, halafu bado unaenda kuchukua pesa za riba. Mke wangu, unafanya jambo ambalo Mwenyezi Mungu halimtaki, halimpendezi hata kidogo. Naomba uachane na masuala ya mikopo. Ila mume wangu,
haya masuala ya riba ni masuala ambayo tulikubaliana katika kikundi chetu kwamba 100,000 utarejesha shilingi 20,000 faida yake, na ukichukua 150,000 utarejesha 200,000. Allahu akbar. Yaani hata kama hiyo riba ipo shilingi 50 tu, imezidi shilingi 50 tu. Allahu akbar. Farahia mke wangu, yaani masuala ya riba hata kama imezidi shilingi 50 tu ni pesa ndogo kwako, shilingi 50, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni pesa kubwa sana. Ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu alimpendezi kabisa. Hakika moto wa Jahannam umekaa ni wenye kusubiri wale wote wanaotenda maovu, wanaofanya zina, mwizi, asiyeswali na watu wa riba, wote wanaingia katika moto huo mmoja wa Jahannam. Sasa kitu gani ambacho kinakufanya wewe mpaka unashindwa kuogopa? Kitu gani ambacho kinakufanya wewe mpaka uende kukopa tena mikopo ya riba? Sawa mume wangu, nimekuelewa. Nitaachana kabisa na hiyo mikopo kama usemavyo. Tena nikwambie tu mke wangu, masuala ya uongo, usengenyaji, riba, vitu vyote hivyo vinatengua funga yako, na pia kwa Mwenyezi Mungu havimpendezi. Anakuandikia wewe mtenda maovu. Kwa hiyo naomba ubadilike na masuala ya mikopo, achana nayo. Sawa mume wangu, nimekuelewa. Unajisikiaje mama? Pole, utakuwa sawa. Utakuwa sawa inshallah. Sawa? Mungu atakufanyia wepesi. Utapona mwanangu. Naombeni mzingatie sana matumizi ya dawa ya mtoto, lakini pia zingatieni lishe yake, kwa sababu mkienda tu kinyume na utaratibu wa vyakula, basi anaweza kupata madhara tena. Lakini kwa ushauri wangu, hakikisheni mnampeleka kwenye hospitali kubwa kwa ajili ya kupata further check-up. Sawa daktari, mimi niseme tunashukuru sana. Asante sana kwa hilo. Pia nadhani hilo zitu tulifanyia kazi. Tulifanyia kazi. Lakini pia thamani. Bili ni shilingi ngapi? Bili ilikuwa ni 32,000. Ilikuwa ama ni 32,000? Ilikuwa. Mume wangu, ilishalipiwa. Nani amelipia? Mimi hapa ndo nimelipia. Wewe mpuzi wewe. Ni mara ngapi nimekuambia kaa mbali na familia yangu? Nataka nini kwenye maisha yangu wewe? Kaa mbali na familia yangu. Sihitaji chochote kutoka kwako. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.